Katika ulimwengu unaokabiliwa na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi, uharibifu wa ardhi na ongezeko la mahitaji ya chakula, umuhimu wa kujenga mifumo endelevu ya uzalishaji wa chakula haijawahi kuwa mikubwa kama ilivyo leo. Juhudi za pamoja zimeendelea kufanyika ili kuhamasisha mabadiliko kuelekea kilimo hai na usimamizi endelevu wa rasilimali za ardhi. Kutokana na maono haya, programu ya kilimo endelevu Arusha ilianzishwa kama mpango jumuishi uliounganisha miradi miwili iliyokuwa ikifadhiliwa na wadau mbalimbali wa maendeleo kwa lengo moja kuu: kujenga mifumo endelevu ya chakula inayolinda mazingira, kuimarisha maisha ya wakulima na kuongeza ustahimilivu wa jamii. Kwa kipindi cha miaka minne kuanzia mwaka 2022 hadi mwaka 2026, programu hii imekuwa ikitekelezwa katika wilaya ya Arusha vijijini na jiji la Arusha kupitia ushirikiano wa karibu kati ya Island of Peace Tanzania, IDP, KARI, Rekoda na Mviwa Arusha, na kwa ufadhili wa AFD, DGD, Mirova Forward kwa kushirikiana na wadau wa kitaalamu ikiwemo Rikolto, Trias, Kituo cha Taifa cha Rasilimali za Vinasaba vya Mimea, ANSAF na TOAM. Programu hii imeendelea kuwajengea wakulima maarifa, mbinu na uwezo wa kuendesha kilimo chenye tija, kinachohifadhi mazingira na kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Hii ni simulizi ya safari ya mabadiliko, safari ya wakulima, jamii na wadau waliounganisha nguvu zao kujenga mustakabali bora wa kilimo na usalama wa chakula katika mkoa wa Arusha. Karibu ungane nasi kushuhudia mafanikio, changamoto, ubunifu na matumaini yaliyojengwa kupitia programu ya kilimo endelevu Arusha. Naitwa Manase Meoki, naishi katika kijiji cha Oljorobus, kata ya Musa, wilaya Arusha DC. Na kwa mara ya kwanza kabisa nilijiunga na mradi wa kilimo ambao ulikuwa nimefadhiliwa na shirika la Rekoda mwaka 2010. Na baada ya miaka mitano mradi huo ulikuja kuisha, lakini pia nikaja kujiunga tena na mradi mwingine ambao umehusisha mashirika matatu: shirika la Rekoda, MV Arusha na IDP, ambao unatekeleza mradi unaoitwa kilimo endelevu, ambacho mimi nipo kwenye mradi huo ambao nimejiunga katika kikundi cha Esubat, ambacho ni kikundi ambacho kinafanya huo mradi kwa kutumia wakulima ambao walichaguliwa kwenye mkutano wa kijiji. Changamoto kabla ya mradi. Kabla ya kupata mafunzo ya kilimo endelevu, maisha hayakuwa rahisi. Mvua zilikuwa hazitabiriki. Msimu mmoja uliahidi mavuno mazuri, lakini ukamalizika kwa hasara kubwa. Ni kwamba kule nyuma tulikuwa tunaathiriwa sana na hali ya tabia nchi, hali ambayo ukijaribu kuangalia katika kijiji chetu cha Oljorobus, ardhi ni nzuri, lakini wananchi huwa tunaishi katika hali ngumu, na hasa katika masuala ya chakula, kwa sababu kulikuwa na hali ya mabadiliko ya nchi. Kunakuwa na kwamba kutakuwa na mvua, baada ya hizo mvua saa nyingine tunabaki hatuna kitu. Elimu iliyobadilisha maisha. Kupitia mradi wa kilimo endelevu, Manase alianza kujifunza mbinu mpya za kilimo zinazolinda mazingira huku zikiongeza uzalishaji. Maarifa haya yakawa mwanzo wa mapinduzi katika shamba lake. Kutokana na mradi huu wa kilimo endelevu pamoja na RIPAT, imenisaidia sana kujifunza namna kukabiliana na haya mabadiliko ya hali ya nchi ambayo ya tabia nchi, ambayo ndio nimeweza kuotesha migomba, tumeotesha pia mihogo ambayo inatusaidia sisi kupata chakula. Na ukijaribu kuangalia katika mazingira tulioko sasa, unaweza ukaona hata katika kijiji kizima kwamba hapa nina mihogo, lakini watu wengine hawana kitu, na mashamba yako wazi, kwa sababu kwamba kule nyuma waliotesha maharage lakini haijafanya vizuri, na mashamba mengine mpaka sasa hivi hayajapandwa kitu chochote. Katika kilimo hichi cha ekolojia, mimi imenisaidia sana katika familia yangu. Kwanza kwa kuotesha mgomba. Huu mgomba tumechimba shimo futi 3 kwenda chini na upana wa futi 3, lakini tukaweka debe 9 ya mbolea. Kwa nini tumechimba shimo kubwa? Tumechimba shimo kubwa ili kuweza kuhifadhi maji wakati mvua inavyonyesha. Lakini pia kwenye mihogo tumechimba matuta ili kuzuia maji wakati mvua inaponyesha, ili wakati wa kiangazi
yale maji yaliyokuwa yamehifadhiwa yaweze kutumiwa na ile mihogo. Na ndio maana umeweza kuona mihogo kwamba imekuwa zaidi, ni kwa sababu kwamba kuna maji mengi ambayo imezuiwa ama imehifadhiwa kwenye hiyo mihogo. Lakini pia kwenye migomba kule tumeweka pia matandazo, ambayo yale matandazo yanasaidia kutunza unyevu kwenye shamba. Bustani ya lishe na chanzo cha kipato. Lakini mabadiliko hayakuishia kwenye migomba na mihogo pekee. Katika sehemu ya shamba, Manase alianzisha bustani ya mboga iliyobadilisha maisha ya familia yake. Lakini pia katika shamba hili nimeweza pia kuotesha maharage, lakini tumeotesha nyuma sana baada ya mvua, lakini na kwa ajili ya kupata chakula chetu cha kawaida. Lakini pia tunaye mboga, tumeotesha pia mboga kwenye shamba hili, ambayo haya mboga tunanyeshea na silanga. Tunachimba silanga hapa, ambayo maji ambayo yameingia kwenye ile silanga baada ya kuvuna haya maji ya mvua tunasaidia kunyeshea bustani wakati wa ukame. Mwaka jana kabla hatujajiunga na mradi huu wa kuwa na silanga, tulikuwa tunapoteza pesa nyingi sana kwa ajili ya kununua mboga. Lakini kwa sasa hivi tunavuna tu mboga hapa na nyingine tunauza na nyingine tunapata hata hela ya kufanya katika matumizi mengine ya nyumbani. Matunda kwa lishe na biashara. Katika safari ya kujenga usalama wa chakula, lishe, kuongeza kipato na ustahimilivu, Manase alitambua umuhimu wa kuongeza aina za mazao mbalimbali shambani. Ufugaji unaohifadhi mazingira. Mabadiliko makubwa yalitokea pia katika mifumo ya ufugaji. Badala ya mifugo kuzurura ovyo na kuharibu mazingira, sasa ufugaji unafanyika kwa njia bora zaidi. Athari kwa jamii. Mabadiliko ya Manase hayakuishia kwenye familia yake pekee, yamekuwa darasa kwa jamii nzima. Wakulima wengine na wadau wengine wa kilimo na maendeleo ya jamii wameanza kutembelea shamba lake kujifunza. Wanapoona mazao yakistawi wakati wa ukame, wanapata ushahidi kwamba mbinu za kilimo endelevu zinafanya kazi. Kile kilichoanza kama ndoto ya mkulima mmoja sasa kinageuka kuwa mwamko wa kijiji kizima na jamii kubwa kwa mapana yake. Hitimisho. Katika dunia inayokabiliwa na changamoto kubwa za mabadiliko ya tabia nchi, simulizi ya Manase Mioki inatukumbusha ukweli mmoja muhimu: mabadiliko ya kweli yanaweza kuanza na hatua ndogo. Wakati mwingine suluhisho halianzi mbali wala kwa gharama kubwa. Huanza kwenye shimo la mgomba lililochimbwa kwa usahihi, huanza kwenye matandazo yanayohifadhi unyevu ardhini, huanza kwenye kuko mmoja, mti mmoja wa matunda, au wazo moja la kuamini kwamba kesho inaweza kuwa bora kuliko leo. Leo kijiji cha Olchorovos kimekuwa ushuhuda hai wa nguvu ya maarifa, uvumilivu, ushirikiano. Ni ushahidi kwamba wakulima wanapopata elimu sahihi, wanapounganishwa na wadau wa maendeleo na wanapoamua kuchukua hatua, mabadiliko chanya yanawezekana. Na katika kila tunda linalovunwa, kila yai linalozalishwa, kila mti unaokua na kila familia inayopata chakula cha kutosha, kuna ujumbe unaosikika kwa sauti kubwa: kilimo endelevu si njia ya wakulima pekee, ni njia ya kujenga maisha bora, kuhifadhi mazingira, kuimarisha usalama wa chakula na kuacha urithi wa matumaini kwa vizazi vijavyo. Endelea kutufuatilia kupitia kurasa zetu ili kupata simulizi zaidi za mafanikio, ushuhuda wa wakulima na elimu kuhusu kilimo endelevu kinacholinda mazingira na kujenga mustakabali bora kwa jamii zetu. Toa maoni yako, like kama umehamasika, share ujumbe huu ili uwafikie wengine. Mimi ni msimulizi wako Jacob Morris kutoka Drone Media. Tukutane tena katika simulizi ijayo ya kusisimua. Nikiharibu leo nitajuta lini? Nikihifadhi leo tutacheka wengi. Moyo wangu, shamba langu, tukipumua pumzi moja. Kilimo ni sanaa ya hekima, sikukata tu ni kutunza.